Naam kaka. Naam, hello Saif kaka, habari yako kaka? Salama bwana, hali Salama, habari za Tanga huko? bana, namshukuru Mungu, Tanga ni neema tu. Umeona tuna kati tuna baridi kidogo na vijimvua vya hapa na pale. Naam, mashabiki wa bidhaa nambari moja kwa ubora nchini Tanzania kwa maana ya Super Brand. Nadhani hiki kinachoendelea kwa sasa kuelekea katika mchezo wenu nambari 184 Kariakoo Derby tarehe 15, kwa namna ambavyo purukushani hizi zinavyoendelea kati ya TFF bodi ya ligi dhidi ya watani wenu Young Africans, mnakipokea kwa namna gani kuelekea mchezo huo, na labda kinawafanya mfanye maandalizi ya namna gani kuelekea mchezo huo ikiwa bado kuna hali ya sintofahamu kwenye hili? Kaka, kwanza mimi jana nakumbuka tulizungumza kidogo. Ndio. Na nimepokea maoni mengi, na mimi ni muumini wa Simba fans. Ndio. Nafuatilia comment na vitu vingine. Sisi watu wa Pwani tukitukanwa huwa ni hekima kwetu, tumefundishwa inakusaidia kuongezea baadhi ya mambo. Ndio. Lakini nikushauri brother, kituo chako kiwe chuo. Sahihi. Watu waje kujifunza katika kituo chako. Mimi nitasimama kuwa kama mwalimu bila kujali nini kitatokea. Sahihi. Brother, jana nilikuelewesha, nilikwambia, nilimzungumzia Ali kama unakumbuka. Nisema Ali astahili kabisa katika ulimwengu wa mpira kuizungumzia klabu kama Yanga. Ndio. Pamoja na matatizo na nini, Yanga kukaa kwa miaka yote hii kama klabu Tanzania ni katika hivyo kujivuta na Mwenyezi Mungu na watu wake, kwa sababu hata Ibilisi ana waumini pia. Umenielewa brother? Ndio. Lakini alau basi mpe mtu atakayefanana kidogo kulingana na klabu ilivyo. My brother, leo nadhani TFF walikuwa wanawasubiri Yanga juu ya deni ambalo Alikamwe amelisema. Ndio sio? Ni sahihi kabisa. Lakini brother, kadiri siku zinavyokwenda watu wataenda kuchambua kati ya pumba na mchele wenyewe. Hizo chuya ndio pumba, mchele wenyewe pamoja na mawe. Alau na vumbi wanakuwa galimo. Watu wataenda kuchambua taratibu, waone kuwa hawa jamaa sio watu wa mpira. Brother, nianzie hapa. Nimemsikia Ndimbo, nadhani na haki ya kumzungumzia Ndimbo, afisa habari wa TFF kwa maana hiyo. Yes, ili turudi tuanze kufanya mijadala. Naam. TFF baada ya kusikia kuwa Yanga inawadai, TFF kama taasisi iliandika barua kuandikia Yanga. Ndio. Njooni mtuambie mnachotudai. Mmeenda katika media, mmempa mtoto ambaye hata pua yake akipiga chafya bado maziwa anayasikia. Ndio. Ametutusi TFF. Tumesimama sasa kama TFF kuonyesha ni kwa nini hatukuwapa fedha. Nadhani brother unafahamu taratibu na uendeshaji wa taasisi. Amarite? Ndio, uko sahihi. Kama taasisi, kwamba taasisi yako imekuja kukopa kwangu, alafu sina mrejesho wa kifedha, hainionyeshi sehemu yoyote nikurudishie wewe fedha wakati nakudai. Ndio. Naandika statement, barua kuonyesha kwamba bwana Simba fans naidai shilingi milioni 48. Ndio. Lakini taasisi yangu mimi ya Saifu imepokea milioni 40. Kwa maana itabaki milioni 8. Kwa Simba fans msiniingizie fedha hii milioni 48. Mtaniingizia milioni 8 kama sehemu ya deni letu. Ndio. Lakini kuonyesha kwa wenzetu hawana klabu, kuonyesha kwa wenzetu wanatafuta mlango wa kutokea. Nisikilize brother, hapo ndo hoja yangu ilipo. Yanga wanatafuta mlango wa kutokea juu ya huu tumbo wao walioufanya. Sasa kwa sababu hawana utawala sawa, hawana wanasheria wenye kujitambua, hawana viongozi wenye weredi, huo mlango wenyewe hawauoni, wanashindana na ukuta. Wakadhani labda wakileta jambo ambalo wataishutumu TFF, maana yake hawa mashabiki zao wasio na maarifa wataunganisha bodi ya ligi juu ya wanachokilalamikia, by TFF juu wanachokilalamikia, watu watabeba mzigo tu wasafiri nao. Umeelewa vizuri? Tunakupata vile. Yes, kumbe hizi brother ni taasisi. Hizi ni taasisi zenyewe, zina utaratibu, zinatunza kumbukumbu. Nadhani utakuwa tunaelewa katika hili, wala tuhitaji tuende mbali. Tukifika TFF tunahitaji kumbukumbu yote tutaipata. Sasa kinachoendelea, jambo la pili, maana yake wanakwenda kutafuta bani nyingine.
Kaka, nisikilize, naongea na media yako. Nisikilize vizuri. Nakupata kabisa. Tunachukua elimu kwa sisi ambao tunaoelewa. Mambo yote yanatengenezwa na rais wa Yanga baada ya kufeli kuwapa Yanga alichowaahidi. Hizi ni drama, brother. Hebu parudie vizuri hapo sasa. Mambo yote haya yanatengenezwa na rais wa Yanga baada ya kushindwa kuwatimizia Yanga aliyowaahidi. Hizi ni drama, brother. Unachukua hoja zisizo na msingi, unawalisha wajinga wasafiri nazo ili jambo lako liende mbele. Hizi ni drama zinafanywa na engineer Eris Saidi. End the day, kakaangu. End the day. Mamlaka zitachukua nafasi, utakuja kunikumbuka. Tunaleta katika kumbukumbu. Wapi mimi nianze? Nisikilize brother. Nakurudisha nyuma kwa maana ya elimu. Nimetaka kituo chako kiwe chuo. Ni sahihi kabisa sasa. Wakati anaingia madarakani engineer aliahidi takriban mambo matatu. Ndio. Jambo la kwanza, atahakikisha Yanga inajitegemea, inajiendesha na miradi yake binafsi. Umenielewa sio? Nimekuelewa vizuri sana sasa. Maana yake Yanga itakuwa ni klabu ambayo haitofikiri kudaiwa, kwa maana ikijiendesha binafsi itakuwa inazalisha faida. Ndio. Pili, itajitegemea katika kufanya na kuendesha majambo yake. Sahihi. Jambo la pili, atahakikisha kwa Yanga inakwenda kufanya comparison na vilabu vikubwa, A katika kusajili, B katika uendeshaji wa klabu. Ndio. Jambo la tatu, ataipa Yanga hapo tuweke sawa. Safe. Naam. Hapo tuweke sawa kwamba tunapozungumzia vilabu A barani Afrika tunawazungumzia kina Al Ahly humo, si ndio? National Wydad, Experience de Tunis Wydad, Mamelodi Sundowns, kwa leo nataja Simba Sports Club. Ndio. Na yeye atakompea na vilabu hivyo katika soko la ushindani. Maana yake kama jezi ya Simba itakuwa na thamani ya 7 billion point 5, ndio, na jezi ya Yanga itakuwa na thamani ya 7 billion point 5. Angalau isiwe 0.5 basi iwe 0.2, maana yake una compare, unakaribia mizani. Ndio. Na atahakikisha klabu ya Yanga inakuwa na uwanja wake angalau wa kuingiza mashabiki 20,000 na kuendelea. Sahihi kabisa. Ndani ya miaka 4. Swali langu lisikie kwako, swali langu. Ndiyo. Wewe kuwa mtangazaji na haki ya kukuuliza pia. Swali langu, ni nini kati ya hiki alichokikamilisha kimojawapo? Niambie. Mpaka sasa hakuna ambacho tunakiona kwa macho kwamba kimetimia. Mashabiki wakikuuliza hivi ulivyovisema viko wapi, siku wakameza mate akili, unawajibu nini? Nipe muda mwingine niendelee. Ataomba muda inawezekana. Naam. Kabla hawajakuuliza watengenezee drama, waishi ndani ya drama, wasikuulize. Sasa upate watu makini ambao wana vision, wana muono wa kuona baadaye. Upate watu ambao wana tahadhari na mambo. Upate watu ambao wanajua kutengeneza mizania, watakuuliza. Ukipata watu wasio na maarifa, unawapa tu tukio lolote, wanaimba nyimbo mpya, wanasahau nyimbo ya zamani. Engineer amefeli kuiongoza Yanga kwa sababu mkutano wa mwisho mkuu wa Yanga inadaiwa milioni 800. Ndio. Ikiwa inadaiwa milioni 800, hata skaveta ya kuchimba mfereji wa uwanja haipo. Jezi mnalipo shilingi 1200. Kina Kambore na wenzio wanadai katika mahakama ya kasi mnalipa. Ulichoahidi kiko wapi katika vilabu hivi? Vipi siku watu watakapokuuliza? Tengeneza mazingira ya kukua. Ndio yote unaoyaona, yote haya. Ndio. Hizi ni drama za kulinda utawala wa engineer Eris Saidi, ambaye mamlaka zinatakiwa zimkamate ajibu hizi hoja. Ndio. Na so mambo ya kupisha. Ndio maana leo wamezuria TFF imesimama sasa, inawaambia njooni. Maana yake mkija kuna dokumenti, mkithubutu TFF itaanika dokumenti mnadaiwa kiasi gani. Ni balaa hilo. Na wazi inaonekana mafaini yote walikuwa wanapigwa ya kuruka mageti, wachezaji wao kwenda kujihusisha na ulozi na vitu vingine, walikuwa hawalipi. Ndio. TFF usipopeleka faini, kama kuna income salary yako wanaishi nayo,
tutatumia mfano mdogo brother. Ndio. Musonya alikuwa ni Nicholas wa Sekafa huyo. Sekafa. Ndio. Aliwahi kuifungia Yanga. Ndio. Unakumbuka? Ndio. Simba iliwahi kufungiwa mwaka gani? Simba. Na Sekafa. Unakumbuka wote Simba iliwahi kufungiwa na Sekafa? Hapana, sina kumbukumbu hizo. Kwa nini iwe Yanga? Yanga nadhani walifungiwa mara baada ya kugomea mchezo na Simba Sports Club katika michuano ya Kagame. Nikuulize swali la msingi. Naam. Kabla ya ligi yoyote kuanza huwa mnapewa kanuni Mnapewa kanuni, sheria, kanuni na taratibu ambazo zitawaongoza katika michuano. Mnasaini, mnakubaliana nazo. Yanga walikubaliana kuja kugomea mechi baadaye? Hapana. Ilitoka wapi hiyo sera? Sera nadhani imekuja katikati ya msimu mara baada ya kuona labda kuna vitu havikwenda sawa katika vitu ambavyo katika labda utaratibu ambao wa siku zote umezoeleka. Wakati huo una mikataba uliosaini, utatii hizi sheria Ni sahihi kabisa sasa. Akwaona takiwa umalize kwanza kisha ufanze madai, sio ufanye madai kabla hujafanyaje? Hujamaliza. Hakuna kitu brother wa watu, hamna klabu ya mpira, hawa ni wahuni tu. Kwa hiyo Sefu, kutokana na hiki ambacho unachokizungumza, kumekuwa na sintofahamu kubwa juu ya mustakbal na mwelekeo wa mpira wa Tanzania. Kwa hiki ambacho umekizungumza, tubaki pale pale kwamba mpira wa Tanzania bado utaendelea kuwa salama licha ya hizi drama ambazo zinaendelea kwa sasa. Hivi unaenda kuamini kwamba Yanga wanaweza kuvuruga mpira wa Tanzania? Yanga wamewahi kuwa na athari lini katika mashindano gani? Yaani alau vyama vya soka vikae vifikirie. TP Ngiriba Mazembe. Ndio. Siku atakayokaidi kucheza ligi ya Kongo, wa Kongo watajadiliana. Kwa sababu Mazembe ameumba leo, lakini bingwa mara 5, mara 4 club bingwa kama sikosei, sio mara 5, mara 1 federation. Ndio. Hao watu wana athari. Hebu niambie wewe, Yanga wana athari gani? Tukaanza mjadala, tukasema au klabu hii itakapokuwa ipo basi kufanya mambo yetu. Wana athari gani? Yanga wanachoamini una athari kubwa katika maendeleo na ukuaji wa mpira wa Tanzania. Hapa ndani, labda ndani hawana athari, ni watu wa siasa brother. Hata klabu yenye mashabiki wengi Tanzania ni Simba Sports Club. Ndio. Iko wazi, hatuhitaji kuhesabu namba ya mashabiki. Tulipofanya huduma zote za kijamii 100% ilikuwa ni katika Simba. Huduma zote mpaka tuliposhiriki hayo mapombe Kilimanjaro, sio wakati wametoa mashindano ya nani Simba walishinda tu, nani zaidi tuchangie, Azam waliweka. Ndio. Simba maeneo gani waliwahi kutushinda katika kujaza viwanja? Hatuna mfano. Hata mpira wenyewe wa Tanzania, niliwahi kusema maneno haya katika chombo kimoja cha habari, nasema na kwako sasa. Ndio. Dhamana ya mpira wa Tanzania Mwenyezi Mungu amewapa Simba, ni katika kadari zake tu. Dhamana ya mpira wa Tanzania Mwenyezi Mungu amewapa Simba, ni katika kadari zake tu. Naam. Basi ndio maana Sefu, mimi nadhani mama kuna ziada atakuongezea hapo. Ndio nitaka nikukumbushe pia. Ndio. Hawa mabwana kitu kinachowakimbiza kiko wazi na wewe unakijua. Hawa sio kwamba hawachezi dabi kwa sababu sijui Sefu. Mimi nadhani kiweke wazi hapa sikiliza sasa hivi kutoka ndani ya Simba Fans TV na yeye apate kufahamu kama ambavyo mimi sifahamu. Naam. Tunakimaliza brother. Hawa jamaa wamepima kaka, wakati Simba ina mwezi mmoja wanaenda kukutana nayo. Ndio. Ukiwauliza ni mchezaji gani wa Yanga aliyefunga goli, hakuna. Goli lilifungwa na Kijili. Ndio. Nadhani utakuwa unakumbuka vizuri. Nakumbuka vizuri sana. Lakini penalty 4 zilikataliwa za wazi zilizomfanya Kayoko wakati ya aibu dunia nzima. Lakini wakati huo mshambuliaji hatari pekee alikuweko katika lango la Simba mbele. Ndio. Alikuwa ni huyu Mkwala. Umenielewa sijui? Ndio. Lakini leo kuna mwamba Elie Mpanzu, nadhani utakuwa umemuona kibisa wala. Sahihi kabisa. Lakini Jantazi hao ameshaijua ligi na goli 15. Ndio. Ila wao wanakuja katika mechi wakiwaona Stefani Aziziki, lakini Simba wameongeza baadhi ya watu hawakuweko katika mechi ya kwanza. Nadhani utakuwa na kumbukumbu. Kiungo mkabaji wa Simba Kagoma hakuwepo. Kagoma wa mchezo wa kwanza wa ligi aliumia kipindi cha kwanza, hakurejea kipindi cha pili. Ndio maana yake katika muda mwingi hakuwepo katika uwanja na alikuwa bado mgeni. Ndio.
Alafu hata wakipima upungufu walionao na hii Simba wanachukua chuma 6 kaka, wanakimbia kufungwa. Kwa hiyo tusivunge maneno, ni kwamba Young Africans kwa sasa wanaiogopa Simba Sports Club. Basi hiyo ndo final say, tunakamilisha hapo. Mimi nikushukuru sana Seif. Nashukuru na mimi kaka. Haya, nikutakia jioni njema ndugu yangu. Tuko pamoja.